Washington imekuja na mabadiliko ya kimkakati katika kumaliza vita huko nchini Ukraine. Washington inataka kutafuta njia zingine za kumaliza mzozo huo kando na wazo la Ukraine la kusitisha mapigano kwa siku 30. Hii ni kwa mujibu wa makamu wa rais ambaye ameeleza hayo. JD Vance amesema kwamba Washington inataka kujiondoa kwenye shida ya usitishaji wa vita kwa siku 30 ambayo imependekezwa na Ukraine. Makamu huyo wa rais wa Marekani JD Vance amesema Marekani ina nia zaidi ya kuunda makubaliano ya amani ya kudumu na Moscow, aliuambia mkutano wa viongozi wa Munich siku ya Jumatano. Ukraine ilikuwa imeelekeza usitishaji vita wa mwezi mmoja kama kupinga pendekezo la Urusi la saa 72 la kuidhinisha miaka 80 ya ushindi wa Usovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi. Hata hivyo, Moscow imekataa mpango wa Kiev ikisema kwamba wanajeshi wa Ukraine ambao wamekuwa nyuma kwa miezi kadhaa wangetumia kujipanga na kuimarisha mkao wao wa kijeshi. Vance amesisitiza kuwa Marekani inasalia na nia ya suluhu la muda mrefu la mzozo huo badala ya utatuzi wa muda mfupi wa mzozo huo, akisema tumejaribu kusonga mbele zaidi ya tamaa ya kusitisha mapigano kwa siku 30 juu ya jinsi suluhu ya muda mrefu ingeonekana, na tumejaribu kuendeleza mpira kwa mara nyingine tena, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alieleza juu ya namna ambavyo wanapanga usitishaji wa mapigano huko nchini Ukraine. Hata hivyo, Urusi haifahamu kuhusu ofa yoyote ya Ukraine ya kuanzisha tena eneo lisilokuwa la kijeshi kwenye njia ya sasa ya mawasiliano, na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ambaye aliambia TASS siku ya Jumatano. Maoni yake anafuatia mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump Keith Kellogg kusema kwamba Kiev iko tayari kuanzisha eneo kama hilo. Hakujawa na taarifa muhimu za Kiev kuhusu suala hilo, Peskov aliliambia shirika la habari la TASS. Hata hivyo, akizungumza na Fox News siku ya Jumanne, Kellogg alisema kuwa Kiev ilikuwa tayari kuzuia uhasama katika njia ya sasa ya mawasiliano na kuweka eneo lisilokuwa la kijeshi ambalo lingehitaji kila upande kurudi nyuma kilomita 15. Kwa hivyo unayo eneo hili la kilomita 30 sawa na maili 18 ambalo unaweza kutazama, mjumbe maalum alisema. Ukraine haijatoa taarifa rasmi kuhusu suala hilo. Kiev imedai mara kwa mara kusitisha kwa mapigano kwa siku 30 katika kipindi cha miezi michache iliyopita, lakini haijataja eneo lisilo na kijeshi katika taarifa zake. Hata hivyo, Ukraine imedai kwamba licha ya Urusi kusema kwamba itasitisha vita katika siku ya leo, siku ya sherehe za miaka 80 za kumbukumbu ya vita ya pili ya dunia, imedai kwamba Urusi imefanya mashambulizi dhidi ya Ukraine licha ya makubaliano ambayo imeeleza kwamba kutakuwa na kusitishwa kwa mapigano ndani ya siku 3 kuanzia Mei 7 hadi Mei 9, lakini hali imekuwa tofauti kutokana na kile ambacho Urusi imekionyesha, kwani imeendeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine. Ukraine imesema Urusi imefanya mashambulizi machache katika eneo la kaskazini mashariki la Sumi licha ya agizo la Putin. Serikali ya Kiev imesema pia kuwa hapa kuwepo na mashambulizi ya makombora au drone yaliyoripotiwa Alhamisi asubuhi. Agizo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kusitisha mapigano nchini Ukraine kwa muda wa siku 3 limeanza kutekelezwa kuanzia leo asubuhi ili kwenda sambamba na siku ya kuadhimisha miaka 80 ya ushindi dhidi ya Unazi ya Ujerumani wakati wa vita vya pili vya dunia. Kesho Ijumaa kutashuhudiwa gwaride kubwa mjini Moscow ambapo viongozi mbalimbali ikiwa ni pamoja na rais wa China Xi Jinping wameanza kuwasili kushiriki sherehe hizo zinazofahamika kama siku ya ushindi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakujuza kile ambacho kitaendelea katika siku hii ya ushindi ya Warusi dhidi ya Unazi. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.